kuonyesha namna itakavyokuwa baada ya maisha mtu aliyotenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilitazama kwa macho yangu yule mtu alikuwa anaungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata akipewa kiu yana anatamani mpaka iko nikiwa kanisani. Mungu alikuwa anatuonesha alifunua tu neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kadri ambavyo anatamani hata katonye kamoja katonye kadondoke kwenye koo. Bwana Yesu asifiwe. Hali hiyo niliona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusitamani kwenda huko. Tusitamani kwenda huko. Sisi tuishi kwanza kwa sababu tunampenda Mungu. Hatuogopi kwenda motoni. Hatuishi hivi kwa sababu tunaogopa kwenda motoni. Tunaishi hivi kwa sababu tunampenda nani? Tunampenda Mungu. Hii ni sababu yetu ya upendo wake, kwa sababu yeye ni Mungu na anastahili maisha. Kwa Yesu ni chanzo cha uzima milele. Kuishi ufufuo wake kunatupa hakikisho kwamba kifo si mwisho wetu. Kwa sisi kama yeye alivyofufuka, na sisi sio mwisho wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeishi kuishi maisha ya milele kuanzia sasa kwa kuungana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu tunafika mwisho. Lakini namna nyingine tunakuwa na tumaini kamili kwa Mungu. Ufufuo wa Yesu unatupatia tumaini jipya. Tumaini ambalo haliwezi kufifia wala kuoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumaini ndani ya Kristo mfufuka halipo tu kwa sababu ya nyakati hizi. Tunakuwa na hilo tumaini katika maisha yetu yote. Tusome katika Petro wa kwanza 1:3. Petro wa kwanza 1:3. Petro wa kwanza 1:3. Petro wa kwanza 1:3. Kamera yako inakaa vizuri. Petro wa kwanza 1:3. Wa kwanza Petro wa kwanza 1:3. mstari wa 3 inasema, "Uhimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi ulituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu." Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa kwa kufufuka kwake Yesu Kristo, ambaye siku ya leo wote tunasherehekea na kukumbuka. Sisi tunakuwa na tumaini. Ndio maana tunamtukuza Mungu Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa rehema zake nyingi aliyetuzalia tumaini hilo. Kwa hiyo hilo tumaini limekuja kwa sababu Yesu alifufuka. Haliondolewi kwa sababu wala haliozi kwa namna yote hii. Kwa hiyo tumaini la sisi wakuja sisi tu kwa ni kama ndoto au matumaini ya kawaida kama matumaini mengine. Ni tumaini lililo hai. Linajengwa juu ya tukio halisi ya kufufuka kwake Yesu Kristo. Na hii inatupatia udhabiti katika majaribu, mateso na hali zote za maisha. Kwa hata tunapopita katika nyakati ngumu, tunajua kwamba iko tumaini la kuishi maisha ya uzima milele. Basi tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Hatumwachi Yesu kwa sababu tunajua haya maisha yatapita. Bwana Yesu asifiwe. Usimwache Yesu kwa sababu ya shida. Usimwache Yesu kwa sababu ya mateso. Haya yatapita. Haya yatapita. Lakini tumaini letu liko katika uzima wa milele baada ya maisha haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tunafanyika kuwa wana wa Mungu kwa kuungana na Kristo mfufuka. Tunapokea roho ya kufanya wana wa Mungu, si tena roho ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tunamaliza. Kwa tunakuwa tunafanyika kuwa mwana wa Mungu leo hii. Hesabu kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ambaye umeamua kumwamini Yesu mfufuka siku ya leo, kama ulikuwa unajua kwamba wewe si mwana wa Mungu, hakikisha kwamba wewe umeungana na Kristo mfufuka, basi wewe umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Lakini pia hujapokea roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa hiyo tunakuwa tunaishi kwa kutembea na ushindi kwa sababu Yesu amefufuka katika maisha yetu. Yu hai, hayuko kaburini, yu hai. Tusome Yohana 1:12 na Warumi 8:15-17. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana 1:12. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 1:12. Inasema, Amen. Yohana 1
mstari wa 12 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Na kwa hiyo kwa kumpokea huyu Yesu mfufuka tunapata uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaamini ufufuko wake, lakini pia tunamwamini huyu mwana wa Mungu. Tunamwamini Yesu Kristo, Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia Warumi 8:15 na 17. Warumi 8:15 na 17. Warumi 8:15 hadi 17 anasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambapo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithiwa pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Kwa hiyo Kristo aliyofufuka anatukaribisha katika familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa halisi pamoja naye, tukiishi maisha ya heshima na upendeleo wa kifalme katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa sasa. Amen. Lakini pia tunapata nguvu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambayo tunaishi maisha Yesu mfufuka, tunategemea kuwa na nguvu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu za kiroho. Sisemi kwamba huna nguvu za kiroho. Hakikisha kwamba yale mambo yote tuliyozungumza ambayo Roho Mtakatifu anatufundisha, Wagalatia 5:19 yasitajwe kwako. Tudumu katika kuomba na kila kitu. Jua hakika kwamba nguvu ya kiroho ni sehemu yako. Kwa nguvu ile iliyomfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu, roho hii inatupa uwezo wa kuishi maisha ya ushindi. Lakini pia tunazingirwa na uwepo wa Mungu kila wakati. Ukisoma katika Waefeso 1:19-20. Waefeso 1:19-20. Tusome hilo andiko. Waefeso 1:19-20. Waefeso 1:19 na ule mstari wa 20. Waefeso 1 mstari wa 19 na 20. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Mstari wa 20. Uliotenda katika Kristo ulipofufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Na uone jinsi ilivyo ukuu wa uweza wake juu yetu tuaminio, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Kwa sisi wa Kristo tunaishi maisha ya ushindi, si tu kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inayotenda kazi ndani yetu sisi. Nguvu ile iliyomfufua Kristo ndio nguvu hiyo ambayo sisi tunaitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ya mwisho, pointi ya mwisho, tunakuwa na ushirika wa karibu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunatazamia sisi ambao tunaishi maisha ya Yesu mfufuka, tunasema Yesu ni Bwana, basi tunakuwa na ushirika wa karibu sana na Yesu aliyefufuka. Kristo aliye hai anatufungulia mlango wa ushirika wa karibu kila siku. Tusome katika ile Ufunuo 3:20. Tutakuwa ni andiko letu la mwisho kwa siku ya leo. Ufunuo 3:20. Ufunuo 3 na ule mstari wa 20. Ufunuo 3 mstari wa 20. Tazama, nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Haya ni maneno ya Yesu leo hii ambaye tunakumbuka kufufuka kwake katika maisha yetu. Anakuambia wewe, ananiambia mimi. Tazama, anasimama mlangoni katika moyo. Huyo moyo wako ulipo ndani, katika hali ya ndani. Mtu akisikia sauti ya Yesu
na kufungua mlango. Kwa hiyo kuna hatua kwanza ya kuisikia. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yupo. Hata sasa hivi yupo. Anasema mtu akisikia sauti yangu. Kwa hiyo unaweza ukaisikia au usisikie. Kusikia ni uamuzi wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtu akisikia sauti yangu, kama leo hii uko mahali hapa unasikia sauti yake. Kwa anakuambia mtu akisikia sauti yangu, kwa sauti ya Mungu umeisikia. Lakini kuna hatua nyingine ya kufungua moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo hii ukifungua mlango wa moyo wako, ukaisikia sauti, isisikie tu kwa nje, bali iweze kuingia katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ataingia kwako katika moyo wako. Hatakula pamoja nawe, na wewe utakuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ufufuo Yesu unamaanisha yuko hai leo. Na anataka ushirika wa ndani wa upendo wa daima wa milele. Na kila mmoja wetu anapaswa kuishi sio tu kwamba ule ushirika wa kidini, basi anapenda ule ushirika wa kuwa na uhusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokumbuka ufufuka kwa Yesu Kristo, tukumbuka yote ambayo Roho Mtakatifu ametaka tujifunze. Yote tuliojifunza tujitahidi kuyatendea kazi ili yaweke badiliko na kufikia kiwango cha kuwa kiumbe kipya. Naomba nimshukuru Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya neno hili ambalo umetufundisha asubuhi ya leo. Tukiwa tunakumbuka kumbukumbu ya kufufuka kwake Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umetufundisha nini maana ya ufufuo wa Yesu Kristo. Umetufundisha jinsi ya kuishi ufufuo wa Yesu Kristo. Na pia umetufundisha namna matunda au wakisi wa ufufuo wa Yesu Kristo kwa mtu anamwamini anapaswa kuwa. Katika mambo haya yote uliotufundisha na mengine ambayo utaendelea kutufundisha, ninakuomba Roho Mtakatifu ukatufanya kuwa kiumbe kipya tangu sasa na hata milele. Tangu sasa na hata milele. Dhambi isishinde kama ambavyo ulivyomfufua katika nguvu ile ile Bwana. Roho Mtakatifu na kuomba katikati ya watu wako hawa, asiwepo hata mmoja ambaye hata ukosa uzima wa milele tu kwa sababu amekataa kukutii, amekataa kufungua mlango. Roho Mtakatifu, asiwepo hata mmoja ambaye atakufungia mlango, asiwepo hata huyo. Hii siku ile tusiwe na mawaa, tuweze kustahili Mtakatifu. Bwana, hata wale wanaosikia sauti hii, wanaokusikia wewe, kwa sababu ni wewe na mimi naongea tu.